Na unapokuwa mtu watu wengi wanakutazama, una nguvu sana ya kusaidia taifa na kusaidia watu. Kizazi kinachokuja kinawatazama nyinyi. Kwa hiyo ninamuomba Mungu awape ufahamu na upeo wa kuangalia kwamba kila ninachofanya ninajenga kizazi kijacho. Sasa nilipokuwa pale madhabahuni, huona baadhi ya zile nguo zangu kama ile ya mtumishi wa Mungu Pastor Peter pale, zile ndefu, napenda kutumia hizo. Sasa yule mtoto, wakati nafanya maombi kwenye TV, mama yake akafuatilia. Mtoto mguu wake ulikuwa mfupi, ukarudi ukawa umefanana mwingine, akapona. Kwa akapenda sana kufuatilia TV. Alipoachia Magongo, mama yake akasema tunaenda Dar es Salaam kumshukuru Mungu kwenye madhabahu. Mtoto akasema nataka unishonee nguo kama ya mchungaji Mwamposa ile ile, na mimi nataka niende. Kwa katika kazi zenu zote watoto wanawafuata. Tunaelewana? Iwe unaimba wimbo, iwe unafanya sanaa yote, jua watoto wanawatazama. Jua familia zinawatazama. Kwa hiyo mnapofanya chochote, hakikisha kinafanya kujenga taifa, kujenga kizazi kijacho. Kwa ninamuomba Mungu awape kibali. Na Mungu anapowapa kibali, mkasababishe chachu njema kwa watoto wetu. Zamani kulikuwa na nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zinajenga. Hata sisi tumejengwa na nyimbo nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu anaimba kuhusu Dodoma, ni nani alimba? Lemi Ongara na Chidumure ile. Kwa hiyo hatujui Dodoma iko wapi, kitu tunaipata picha kwa nyimbo. Kwa mnatoa picha katika kila mnachokifanya. Kuna mtu hajawahi kufika mahali anatakiwa apate picha. Wasanii au watu wa sanaa, mna uwezo wa kutangaza utalii wa nchi yetu. Mna uwezo wa kutangaza uzuri wa taifa letu. Mna uwezo wa kutangaza mambo mema ya baraka. Kwa Mungu awape kibali na mkawe baraka. Sio kwa Tanzania tu, kwa kila taifa. Na mnamuomba Mungu, sijui Tanzania kuna kitu gani, lakini lazima kivunjike katika jina la Yesu. Tanzania, nafikiri pia lugha ilikuwa inazuia watu sana kuvuka mipaka, lakini tutapenya na Kiswahili hicho. Sawa sawa? Kipawa chako lazima kivuke mipaka. Usijaribu kujidharau. Fanya kitu kitakachopasua ukuta unaozuia Watanzania wengi kuvuka mipaka. Sawa sawa? Kwa usanii wako ukiwa mzuri, unajenga. Sio kila nyimbo ni mbaya. Kuna nyimbo nyingine hata Mkristo Muislamu ataisikiliza kwa sababu inajenga. Sawa sawa? Lakini pia kuna kile unachokifanya, jinsi mnavyoimba, mnavyocheza, mnavyovaa, Mungu awape ubunifu utakaojenga maisha ya watoto. Tunawapenda sana. Mungu awabariki sana. Kwa ninawaombea hapa saa hii. Amen. Steve amesema hapa tunaombea. Basi naomba watu wote tusimame, angalau tuwaombee hao. Watu wote tusimame. Mungu awabariki. Na nitaombea na huko. Bwana asifiwe sana. Nitaombea na huko. Kuwaombea, unajua kuna mtu mwingine anaweza kufikiri usanii sio kitu chema. Tangu wakati wa Biblia kulikuwa na waimbaji, lakini wanaimba nyimbo zinazo sifu Mungu, nyimbo zinazojenga, nyimbo zinazofundisha watu kulima, zinazowafundisha watu wafanye bidii, zinazofundisha watu waache tabia fulani waingie kwenye tabia fulani. Kwa hiyo nyimbo zenu zitawajenga watu, na Mungu awape hiyo neema. Mimi nasema inawezekana. Inawezekana. Inaonekana kwamba nyimbo nyingi sana. Siku moja nilikuwa Dodoma kwenye shopping moja kubwa tu. Tulikuwa tunafanya shopping kwenye eneo la kununua vitu vingi tu. Nikasikia nyimbo, tangu nimefika pale nyimbo zinaopigwa pale ni ya mapenzi. Inakuja hii mapenzi. Sasa hivi hakuna nyimbo ambayo inaweza kufanya mtu na familia yake akasikiliza. Naomba hizo mzitunge. Na mnaweza. Haleluya. Inawezekana.
Kwa zamani tunasikia naona bora niende Zambia nikamtafute Monica, nimlete Dar hata kesi yake. Bwana sio sana. Inajenga vitu fulani. Inawezekana alikuwa mke wake, inajenga. Kuna nyimbo tumesikia huko zamani zinajenga. Bwana mdogo, sogea nikutume. Si ndio? Hiyo inajenga ijenge. Unasikia, tulikuwa nasikia kwenye radio zamani, umekaa hata shambani, unasikia kabisa huyu jamaa anasikitika kurudi nyumbani kwao. Alafu na nyingine inaitwa nyumbani ni nyumbani hata kukiwa ni kubaya. Kwa hiyo hata kukiwaje, inafanya watu Dar es Salaam wasipotee, lazima akumbuke wazazi. Kwa Mungu ape neema. Mimi ninaomba mabadiliko makubwa kwenu, na tutaona mabadiliko kwa neema ya Mungu. Naomba tuinue mikono yetu juu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wasanii wa nyimbo na wasanii wa uigizaji. Nakushukuru kwa ajili ya wote waliosimama kundi zima. Nakushukuru kwa ajili ya George. Nakushukuru kwa ajili ya wote ambao wameinua mikono yao hapa. Ninawabariki katika jina la Yesu. Ninaachilia baraka na utunzi wa kiwango cha juu utakaoleta mabadiliko katika maisha ya watu. Utunzi wa nyimbo zitakazojenga watu, zitakazoinua vizazi, zitakazofanya watu wakafanye kazi kwa bidii na kufanikiwa, zitakazofanya watu wasiogope maisha, zitakazofanya watu wakaanze kuona maono makubwa ya kufanya mambo makubwa, zitakazofanya watu wakaone wanaweza kufanikiwa, zitakazofanya watu waliokata tamaa wainuke tena, watu wanaotaka kujinyonga waache kujinyonga, waone tumaini tena. Ninabariki vipawa vilivyo juu yenu, vikalete mabadiliko, vikalete mambo mema katika uigizaji, katika uimbaji. Neema hiyo juu yenu. Nawaachilia baraka mnapokwenda Mwanza, nawaachilia neema ya Mungu zaidi sana. Ninaomba Mungu akawalinde, na ninaamini neema ya wokovu kuingia katika maisha yenu, neema ya kumjua Mungu zaidi, neema ya kumcha Mungu zaidi, neema ya kumkimbilia Mungu zaidi, na neema ya kufanya jambo litakaloigwa na vijana na watoto na litakalowajenga. We bless you in Jesus name. Amen. Yote Mungu akubariki sana. Kwa chako endeleza kwa bidii. Hii nao ni kipawa. Kwa sababu angekuwa zaidi ya hapa, vichekesho anavyofanya angeshindwa kufanya. Lakini yuko hivi ili awe na tofauti. Ubarikiwe sana. Tunaheshimu kazi yako na Mungu akubariki. Jipe moyo. Fanya, tunaona unaenda. Na Mungu awabariki wote. Mungu awabariki. Peruzi, tengeneza wimbo mwingine utakaojenga vijana. Okay? Aisha Baraka yuko wapi? Yuko pale. Ubarikiwe sana. Mungu akupe neema. Ni watu ambao mmekuwa muda mrefu kwenye kazi hizi. Tunaamini mtafanya vitu vya tofauti. Mungu awabariki sana. Amen. Basi naomba tuinue mikono. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao wamehudhuria hapa. Asante kwa ajili ya viongozi, mgeni rasmi na viongozi wote waliokuja kuwakilisha hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya taifa letu zuri. Tunaomba baraka zako. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wote wa taifa, kuanzia Mheshimiwa Rais na uongozi wote ulio chini yake. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya watu wote ambao wako hapa. Tunawabariki. Ukawalinde, ukawahifadhi. Acha vipawa vilivyo ndani mwao vikajenge taifa na mataifa. Na tunaachilia upako wa kuvuka mipaka na kutokuzuiliwa. Upako wa kutokuogopa kuvuka mipaka. Tunavunja kila mipaka. Tunatamka baraka, kibali na neema in Jesus name. Amen. Mungu awabariki sana. Uko hapa, ubarikiwe sana. Okay, nimeiombea. Mwe na amani. Tunaenda Mwanza, nimeombea. Mungu awabariki. Alichoki. Ubarikiwe sana.
10 kwa sababu yako na mimi ningia kwa Mungu. Uwe na amani, uwe na amani. Barikiwe. Barikiwe. Haya, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Haya. Barikiwe sana. Haya. Barikiwe sana. Mungu akubariki sana. Yuko bariki. Pokea baraka. Jesus name. Jesus name. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Haya, barikiwe. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Mungu afungue. Wewe msiba. Wewe Mungu akupe neema sana. Jesus name. Amen. Mungu akubariki. Utakuja kuniona. Mwe na amani. Acha baraka iko wapi? Ametoka. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Mwisha kubariki. Njoo hapa. Barikiwe sana, neema hiyo juu yako. Amen. Barikiwe sana. Siku mapigo yangu moyo mwisho tapogota, nuru itazima mfano nyota inapodondoka. Weza kuamka tena macho yangu atapofumba, safari imewadia naenda kwa Baba Muumba. Mahasera unawaachia usia, wapie ndugu na jamaa wapunguze kulia. Tatete kwenda mai mimi ninatangulia, dunia nisio makazi yangu tena. Nombeni kwa Mola nilaze pepo ni pema, amtaniona tena milele.